Baba wetu na Mungu usiye mbinguni, uliye wa upendo na unayetupenda zaidi, tunakuja mbeleni mwako jioni ya leo tukikushukuru na kuliamini jina lako Kristo, kwa kuwa umwema, umetulinda, ukatuongoza, tena ukatufadhi. Umetupatia siku ya leo ili kwamba Kristo uzidi kujitukuza masikioni mwetu, na aswa tukujiandaa katika maisha haya. Hivi karibuni unakuja na hakuna mtu atakombolewa bila imani ya sabato yako Jumamosi. Hakuna mbingu tunaenda bila hiyo. Ndio maana ukatuita tutangazie watu ukweli, ili wanawako wasilale katika dhambi, ili usirudi kabla hawajajiandaa. Yesu, tutumie jinsi inavyokupendeza tunapoanza ujumbe huu, ili ya kwamba mwisho wa yote Kristo ujitwalie walio wako. Ninakuomba na kulilia kwamba ewe Yesu uliye wa upendo, tumia mtumishi wako jinsi inavyokupendeza. Hata anayesoma ujumbe huu muonekanie, msikilizaji mpatie nguvu, asije akashangaa na ikamshinda kukuamini, bali msaidie aweze kukuelewa zaidi, na mwisho yote Kristo tukuone jinsi ulivyo. Kwa unyenyekevu Kristo, maandiko uliyokusudia wacha tupatie tuweze kuyasoma na kuelewa jinsi inavyokupendeza, ukishikilia hali anga pamoja na mitambo, ili kusikuwa na itirafu yoyote, na mwisho yote Kristo jina lako likitukuzwa. Katika Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Ufunuo 14 mstari wa 9 mpaka 11, mtumishi inasemaje? Inasema 14:9 Ufunuo. Na mwingine malaika watatu, Biblia inasema na mwingine ghorofa ya tatu, malaika watatu, na mwingine malaika watatu teremka akafuata akisema, malaika watatu wanafuata akisema kwa sauti kuu, moto wa yote, moto wa wae. Biblia inasema moto wa wae yote, moto wa yote, akimsujudu huyo mnyama, akiingia kwa ibada ya mnyama na sanamu yake, akikubali sanamu ya mnyama, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake huyo, au katika mkono wake. Yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu, atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, na atateswa kwa moto na kiberiti. Atateswa. Kuna mateso inakuja, watu watamalizwa jehanamu ya mwisho, kwa sababu walikataa maagizo ya Mungu, wakaingia upande wa mnyama. Kwa sababu gani? Shetani tuliona kutoka juzi alipoanguka, aliamua lazima akuwe na serikali duniani. Hebu sikia Isaya 14:12, mtumishi tata kwa haraka inasemaje? Jinsi alivyoanguka kutoka mbinguni, inasema jinsi shetani alivyoanguka kutoka mbinguni, wewe nyota alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi alivyokatwa kabisa. Shetani alikatwa kabisa kutoka mbinguni, lakini alipoanguka duniani, na ulisema ni mwako, ya kwanza nitapanda mpaka mbinguni, ya pili nitakiinua kiti changu. Shetani akapa lazima akuwe na kiti serikali. Ndio maana jioni ya leo tunataka kuangalia serikali ya shetani ambaye anaitumia kuleta ajenda yake, na akasema akifanikiwa kuwa na serikali atafanyaje? Maliza andiko. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Shetani akasema atakaa juu ya mlima wa mkutano, nitapaa kupita vyuma vya mawingu. Shetani akapa lazima akuwe na mlima. Kwa Biblia Isaya 2:2, mlima ni kanisa. Shetani akasema lazima akae katika kanisa, na akikaa anatawala dunia mzima, akizungumza na akitawala, akuwe kama Mungu duniani, akifanyiwa ibada. Danieli 7 mstari wa kwanza inasema katika mwaka wa pili. Danieli 7:1 inasema katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Belshaza, mfalme wa Babeli. Danieli aliona ndoto, na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto. Danieli akaandika ile ndoto, akasema naliona, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu. Danieli akiwa amelala ili shetani afanikiwe kuwa na serikali. Biblia inasema naliona katika maono yangu wakati wa usiku, natazama hizo pepo nne za mbinguni. Akaona pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari. Ndipo wanyama kubwa wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, wa pili kama dubu, wa tatu kama chui, wa nne mnyama mwenye kutesha. Hapa ndio tunaangalia jioni ya leo. Lakini sikiza, kwa Biblia wanyama wanasimamia serikali. Danieli 7:17, sikia. Wanyama hawa wakubwa walio wanne, wanyama hawa wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Danieli akaona serikali nne, moja inatoka, ingine ikianguka, shetani akijaribu kuinua serikali yake. Sasa tukaona jana serikali ya kwanza ilikuwa, na tulijua upepo kwa Biblia unasimamia vita. Hiyo ni Yeremia 25 mstari wa 31. Tukajua mnyama kwa Biblia ni serikali, na tukajua bahari inasimamia dunia na watu wengi. Akiwa ameangalia duniani akaona mnyama wa kwanza kama simba. Tuliona jana mnyama aliye kama simba anasimamia serikali, anasimamia nini?
serikali ya Babylon. Ndio tukaona jana Babeli kainuka. Sasa mnyama wa kwanza ni serikali ya Babylon, ikachukua tamu mwaka wa 605 mpaka 339 kabla Yesu kuja duniani, ikaangushwa na Medo-Persia. Serikali ya pili iliyochukua tamu 539 mpaka 331 kabla Yesu kuja duniani, ikaangushwa na Christian Empire, serikali ya Yunani mwaka wa 331 mpaka 168 kabla Yesu kuja. Ndiyo serikali ya ine ikachukua hatamu. Danieli 7:7. Sikiza sasa, ndio tunaingia hapa sasa. Serikali ambayo shetani anatumia kipindi cha mwisho. Danieli 7:7 inasemaje? Baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Baadaye nikaona katika maono ya usiku. Natazama. Akaona natazama mnyama wanne mwenye kutisha. Akaona serikali ya ine ina nini? Mwenye kutisha. Aliona serikali ya ine inatisha dunia. Nikaona mnyama wa ine mwenye kutisha, mwenye nguvu, na kuna nguvu mengi, mwenye uwezo mwingi. Naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Serikali ilitumia vifaa vya chuma. Alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande. Serikali inakula dunia na kuivunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na umbo lake, na umbo la ile serikali lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10. Akaona serikali ya ine. Unajua kwa hizo serikali zingine Danieli hakuona na hakuwa na uoga akiziangalia barabara, si ndio? Na hazikumusiwa kama serikali ya ine. Ndio unaona serikali ya kwanza anaipatia jina simba, ya pili anaipatia jina ndobo, si ndio? Ya tatu anaipatia jina chui, ya ine alikosa jina maana ilimshinda. Ndio unaona akauliza malaika Gabrieli, hii serikali ni gani ambayo naona ni tofauti, itaanza pia kuguza masuala ya Mungu? Hii serikali ni gani? Kwa serikali zote ine ndio ilimstua Danieli 7:19. Sikia. Kisha alitaka kujua maana yule mnyama wa nne. Danieli 7:19 inasema Danieli alitaka kujua maana ya yule mnyama wa nne. Maana alishangaa na alitaka kujua maana ya yule mnyama wa nne, aliyekuwa mbali na wenzao wote, aliyekuwa tofauti na serikali zingine. Atakuwa tofauti aje? Maana shetani atafanikiwa. Na Biblia inasema shetani akifanikiwa kuwa na serikali, lazima kwa hiyo serikali ainue kanisa aanze kuleta ajenda zake duniani. Sasa angalia, akaona ndio Danieli akawa anasuka kwa historia ya dunia. Serikali iliyoinuka ikiwa ya ine inaitwa Roma ikachukua hatamu ikiwa Roma ya kipagani mwaka 1600 kabla Yesu kuja duniani, ikatawala mpaka 476 Yesu akiwa duniani. Ndio serikali inaonekana ikiwa inatumia vifaa vya chuma. Serikali ya Roma ndio iliogopewa zaidi na Wayahudi, maana ilikuwa inatisha mpaka viongozi wa dini. Hebu sikia, serikali ya Roma ndio inaonekana ikiwa inatumia vifaa vya chuma, ndio inatawala Kristo akiwa duniani. Hebu sikia kitabu cha Yohana 11:47. Serikali ya ine ni serikali ya Warumi, lakini Yesu anasema katika ile serikali itakuwa tofauti na zingine. Kwa sababu gani? Soma andiko linasemaje? Basi wakuna makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza wakisema, tunafanya nini? Tutafanya nini dhidi ya Yesu? Maana mtu yafanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi, Wayahudi wakasema tukimwacha Kristo hivi, watu wote watamwamini. Watu wote wataamini Yesu. Na Warumi watakuja. Serikali ya ine Warumi watakuja na watatuondolea mali petu. Ndio unaona serikali ya Warumi. Ndio unaona wazee wa dini wakakusanyika wakamkataa Yesu, ikabindi waungane na serikali ya Rumi wakamsurubisha Yesu. Hata serikali ya ine kutawala dunia ni serikali ya Warumi, lakini ilianza ikiwa serikali peke yake. Lakini Danieli akasema hii serikali sio ya kawaida, maana itakuja itumike kwa njia fulani na shetani. Kwa njia gani? Hebu sikia. Mathayo 26 mstari wa kwanza inasemaje? Inasema Mathayo 26 mstari wa kwanza, ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote, Yesu alipomaliza kazi yake duniani, aliwaambia wanafunzi wake, akaambia wanafunzi hivi, mnajua ya kuwa baada ya siku mbili. Mnajua baada ya siku ngapi? Mbili. Itakuwa Pasaka na mwana wa Adamu na Yesu Kristo atasalitiwa asulubiwe. Ndio ndio serikali ilimuua Yesu, atasalitiwa. Mstari wa pili inasema atasalitiwa na asulubiwe. Wakati ule wakuna makuhani
wakuu na makuhani na wazee wa watu wakakusanyia katika behewa ya kuhani mkuu. Wakafanya barasa kwa kuhani mkuu Kayafa. Wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu Na kwa hila na kumuua. ndio unaona wakati Yesu anashikwa, serikali ya Roma inatawala, ndio inako katika utawala na iliongozwa na makaisari Augusto. Luka 2 mstari wa kwanza sikia. Inasema Luka 2, na siku ile amri toka kwa Kaisari Augusto. Amri toka kwa Kaisari nani? Augusto. Kaisari Augusto. Kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote. Serikali iliyokuwa inatawala ikitoa ripoti na ikiongoza watu ikiwa superpower ilikuwa serikali ya Warumi ikiongozwa na makaisari na kiongozi kama Kineronde. Serikali ya inaitwa serikali ya Rumi. Lakini Danieli akaambiwa ile serikali iangalie sana, maana kuna kitu itatokea ndani ile serikali. Maana ilipofika mwaka wa 476 Yesu akiwa duniani, hiyo serikali ilifanyika kitu fulani. Ilifanyika kitu gani? Danieli 7 mstari wa 7 sikia. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Akaona katika njozi ya usiku. Na tazama mnyama wa nne mwenye kutisha. Akaona serikali ya nne yenye kutisha. Mwenye nguvu. Inatisha dunia. Ndio kesho nitakuonyesha video 2-3. Hakuna rais duniani anaweza tawala bila hii serikali kumidhinisha. Najua mtapiga kura, lakini wanaoongoza na kuruhusu mfalme atawale ni serikali. Tafikirianga ni sisi tunapiga kura, si ndio? Wanaamka asubuhi. Nyinyi tu ni muende tu muonekane nchi iko na kitu inaitwa nini? Democracy. Lakini sio nyinyi mnachagua ataka ingia katika hatamu ya kutawala. Serikali ndio inapanga. Ziko serikali mbili mwalimu wangu, si ndio? Dunia mzima. Ambacho chochote kikifanyika, serikali ikifanyika kitu kwa hiyo serikali, inabindi kila kitu duniani inasimama. Ya kwanza ni Marekani, si ndio? Ya pili ndio hii tunaenda kuangalia, maana zinafanya kazi pamoja. Sasa nisikize. Danieli akaambiwa hii serikali uiangalie sana, maana katika ile serikali ndio inatisha dunia, inatisha mpaka viongozi wa serikali. Kwa sababu gani? Teremka. Mwenye kutisha, mwenye nguvu, na mwenye uwezo mwingi, na alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na umbo lake, na umbo la ile serikali lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10. Katika serikali ya Warumi Biblia inasema itafika mahali igawanyike. Itoe pembe ngapi? Pembe 10. Pembe ngapi? 10. Sasa kama mnyama ni serikali, si ndio? Tumejua ni serikali ya Rumi. Pembe 10 zinasimamia nini? Danieli 7:23. Na baza 24. Na baza zile pembe 10 katika ufalme huo. Na habari za zile pembe 10 katika hiyo serikali, wataondoka falme 10. Wataondoka wafalme ngapi? 10. Wafalme ngapi? 10. Kumbe kwa Biblia Roma itagawanyika itoe mataifa 10. Ndio unaona ilifika mahali kutoka mwaka wa 476 Roma ikagawanyika na itatawala ikiwa imegawanyika mpaka Yesu arudishe ufalme gani? Sasa katika pale ndio tunaona vidole 10 katika miguu. Yesu akirudi Roma itakuwa inagawanyika, itakuwa imegawanyika na inatawala katika kugawanyika kutoka Roma, si ndio? Maana Biblia inasema Roma ikagawanyika mwaka wa 476 ikatoa mataifa 10. Na ndio Roma ilipogawanyika, ilipotoa mataifa 10, taifa la kwanza kutoka ambalo liligawanyika ni taifa la France mwalimu wangu, si ndio? Roma ikagawanyika, taifa la kwanza kutoka Roma linaitwa France, taifa la pili Italy, la tatu Spain, la nne Portugal, la tano Germany, la sita Switzerland, la nane England mwalimu wangu, si ndio? La saba England, si ndio? La nane Ostrogoth, la tisa Iruri, la 10 Vandals of North Africa. Roma ikagawanyika ikatoa mataifa 10. Lakini katika haya mataifa 10 lazima kuinuka serikali nyingine moja na ianze kutawala katikati ya mataifa 10 ili ifunge historia nini? Ya dunia. Inatawala ikipigwa njeki na hiyo mataifa mengine 10, si ndio? Sasa sikiza. Danieli akaambiwa pale sio mwisho. Lazima serikali itokee ambayo itapewa nguvu na shetani iweze kutawala dunia. Danieli 7 mstari wa 8 sikia. Nikaziangalia sana pembe zake. Danieli 7:8 anasema nikaangalia sana mataifa 10 ya Europa. Tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao. Akaona serikali nyingine ikazuka kati yao. Na ilikuwa ndogo. Akaona serikali ndogo sikia, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza. Akaona mataifa 3 yaliyokatana na hii serikali ndogo inainuka duniani ikipatiwa nguvu na shetani. Yaliyokatana nayo pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Ikang'oa mataifa 3. Taifa la kwanza kung'olewa liling'olewa mwaka wa 493 baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, lililo taifa la Iruri. Taifa la pili kang'olewa Vandals of North Africa, likang'olewa mwaka wa 533 Yesu akiwa amepaa kwenda mbinguni. Halafu wakati iling'oa taifa la mwisho
Ostrogoth 538 serikali ile ikapata mizizi na ikaanza kutawala dunia. Swali, hii serikali ni gani? Sikiza polepole. Shetani ana serikali anatumia duniani, na ndio unaona imefukua macho ya kila mtu duniani. Wiki 2 zimepita, ndio kila dunia ilikuwa ikiangalia hii serikali, na imeanza kufanya uchaguzi wake na inatawala dunia kipindi cha mwisho. Danieli 7:8. Sikia, nikaziangalia sana pembe zake, nikaangalia sana mataifa 10 ya Europa, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Akaona serikali nyingine ndogo ikazuka kati yao, na ilikuwa ndogo. Ni serikali ndogo, lakini ikikoa kila rais anatetemeka, si ndio? Ni serikali ndogo, sikia, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Lakini sikia, katika hiyo serikali na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Ni serikali iliyo na macho kama macho ya nani? Ya mwanadamu. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Akaona serikali iliyo na macho na mdomo na masikio. Hamna. Ujipange, maana itawaisikia. Swali sasa linabaki, hii serikali ni serikali gani ambayo iko na macho na iko na mdomo? Kumbuka shetani aliapa lazima ajifananishe na Mungu. Unajua kwa kawaida Mungu alipoumba dunia, aliamua duniani ni macho yake inafaa kuikiangalia dunia. Hebu sikia Mithali 15 mstari wa 3. Sikia. Inasema Mithali 15:3 inasemaje? Macho ya Bwana yako kila mahali yakimchunguza mbaya na mwema. Shetani akajua pia kama Mungu ana macho yake duniani, naye atainua serikali iliyo na macho. Na ukiangalia kwa Biblia, macho inatumika kufanya kuona, si ndio? Na anayeona anaitwa nani? Muonaji. Anayeona anaitwa muonaji, si ndio? Muonaji ni nani? Basi tunapiga njia nyingine, mtumishi. Samueli wa kwanza 9:9. Sikia. Inasema hapo zamani katika Israeli mtu alipokwenda kuuliza neno la Mungu, kwa Mungu alisema usema hivi, haya tuende kwa muonaji. Maana mtu aitwaye sasa nabii hapo zamani aliitwa muonaji. Kumbe serikali itainua pia, kitu ya kwanza itakuwa na macho, na pia lazima ikuwe na waonaji, si ndio? Manabii fulani watatumika kwa hii serikali. Na ya mwisho atakuwa na mdomo. Macho inatumika kuona, surveillance system ya dunia. Ndio unaona hata ukiiba mtumishi kidogo, si ndio? Ukipotea kila mahali kuna CIA mwalimu, si ndio? Mwalimu wangu, kuna vikundi intelligence zimejaa duniani, lakini zinakontroliwa na hii serikali. Maana mwaka 1534 ilitengenezwa kikundi kinachoongozwa na kiongozi fulani ambaye amekaa anaangalia, na ndio ikapangwa vyenye dunia itatawaliwa kupitia hii serikali. Na ndio serikali ilipoanza kutawala ikapata macho na ikasema lazima ikuwe na mdomo ukatumika kufanya kazi gani? Maana kama macho ni ya kuangalia na kufanya vitu fulani duniani, sasa mdomo unafanya kazi gani? Danieli 7:25. Naye ataina maneno kinyume chake aliye juu. Danieli 7:25. Hii serikali itaanza kunena maneno yake yaliyo wapi? Aliye juu. Itaanza kuguza masuala ya Mungu, itaanza kuzungumza ikinena maneno kinyume chake aliye juu. Sasa ili anene maneno kinyume cha Mungu aliye juu, atanena kwa njia gani? Wewe maliza andiko mtumishi. Inasema naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Ataanza kuwa watakatifu wa Mungu aliye juu. Naye ataadhimu kubadili majira na sheria. Kumbe ndio serikali ilianza kuguza sheria za nani? Za Mungu. Na masaa ya nani? Ya Mungu. Tunaona watu wanavuka siku ama kuvuka siku saa 6 nini? Ya usiku. Ukimuuliza ulitoa andiko wapi, anaanza kukuambia hapana, tulifundishwa na mhubiri. Hebu toa andiko linakuambia siku inaanzanga saa 6 usiku. Kesho usikose 663. Lakini leo nakuonyesha kitu fulani. Akaanza kuguza masaa na hata sheria za nani? Ndio ukiangalia leo dunia iko confused. Siku za ibada ziko 3. Kila mtu anasema usinihukumu, usifanye nini? Usinihukumu. Alafu mtu anasoma Mathayo 7:1. Sikia andiko hilo kwanza. Inasema Mathayo ni 7 mstari wa kwanza. Sasa ni ile ya kwanza. Yani wanajitetea. Unajua leo watu wanajitetea na andiko la Mathayo 7. Nataka nikupatie andiko la pili. Usikie nimeruhusiwa nikuhukumu, lakini kwa haki nikikudhibitishia kwa maandiko. Soma hilo andiko. Msihukumu. Mungu anasema msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi. Safi. Kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa. Sasa hilo andiko halijawahi eleweka. Ndio unaona watu wanasema wewe usinihukumu, wewe ibada, wewe fanya yako na mimi nifanye yangu, tupatane wapi? Mbinguni. Hebu sikiza, nimeruhusiwa nikuhukumu. Mithali 28 mtumishi. 31:9 ni nzuri. 31:9. Mithali. Fumbua kinywa chako. Mungu sasa anasema jioni ya leo, maana shetani amefanikiwa kuwa na serikali. Fungua kinywa chako, hukumu kwa haki. Shetani akifunua mdomo kuharibu imani za Mungu, na mimi naitwa nifunue kichwa
kinywa changu ni hukumu kwa nini? Kwa haki. Biblia imenipatia ruhusa ni kuhukumu, lakini kwa haki. Haki kwa njia gani? Na kuonyesha hii kwa Biblia. Hapa umekosea, hapa ndio njia imefanya nini? Inastahili. Sasa hii serikali Biblia inasema ataanza kuguza masuala yake aliye wapi? Juu. Aliye juu. Swali, aliye juu ni nani mwalimu wangu, si ndio? Maana unaweza fikiria, unajua kuna wengine wanaendaga kwa space useme ndio wako juu, si ndio? Ama uanze kuona rohani kwa space useme ndio yako wapi? Aliye juu ni nani mtumishi, si ndio? Naam. Ni Zaburi 99 mstari wa kwanza na wa pili. Sikia. Bwana ametamalaki. Bwana ametamalaki. Mataifa wanatetemeka. Sikia. Ameketi juu ya makerubi. Mungu ameketi juu ya makerubi. Nchi inatekeseka. Bwana katika Sayuni ni mkuu. Bwana katika Sayuni mbinguni ni mkuu. Ametukuka juu ya mataifa yote. Safi. Wana walishukuru jina lake kula kufiwa. Kwa kuwa ndiye nani? Mtakatifu. Kumbe Mungu akae juu ndiye mtakatifu. Sasa hii serikali itaanza kuguza masuala ya Mungu. Aanze kutukana Mungu aliye wapi? Mbinguni. Aliye wapi? Mbinguni. Aliye wapi? Mbinguni. Atamtukana kwa njia gani? Danieli anaambiwa funga, Yohana anaambiwa fungua. Hebu sikia Ufunuo wa Yohana. Ufunuo 13 mstari ni ule wa 5. Sikia. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Mdomo ukaanza kunena makufuru. Alianza kukufuru kwa njia gani? Ufunuo 13 mstari wa 6. Akafunua kinywa chake. Ni serikali inafunua mdomo. Amtukane Mungu. Ni serikali inatukana jina la Mungu. Na kulitukana jina lake. Itatukana jina la Mungu ya 3. Na maskani yake. Atatukana hekalu la Mungu ya 4. Na wakao mbinguni. Hao wakao nini? Mbinguni. Descend na kikufu. Na kufuru. Sasa kwa hizi pointi 5 inafaa kutusaidia kujua hii serikali atatukana jina la Mungu. Atatukana yeye akae mbinguni. Swali mtumishi, jina la Mungu ni gani? Maana serikali itakuwa inatukana jina la nani? Jina la Mungu. Sasa tujue hii serikali alafu nikudhibitishie ni serikali gani. Jina la Mungu ni gani? Tuanze polepole mtumishi. Jina la Mungu ni lipi? Rudia hiyo Zaburi 99 mstari wa 3. Hii inasema jina la Mungu la kwanza. Sikia. Na walishukuru jina lake kula kufiwa. Kwa kuwa ndiye nani? Mtakatifu. Mungu jina lake la kwanza anaitwa nani? Mtakatifu. Ufunuo 15 mstari wa 4. Ni nani asiyekucha Bwana na kulitukuza jina lako kwa kuwa wewe peke yako mtakatifu. Sasa sikiza, Mungu anaitwa mtakatifu. Sikiza jina la Mungu la pili. Zaburi 111 mstari wa 9 muhimu. He sent redemption unto his people. Mungu ali mbinguni alituma ukombozi kwa watu wake. He has commanded his covenant forever. Ameweka agano lake liwe la milele. Holy. Jina la Mungu la kwanza holy. La pili reverend. La kwanza holy. La pili reverend. Maliza andiko. Is his name. Kumbe Mungu ana majina mawili muhimu. Ya kwanza holy, mtakatifu. Ya pili reverend. Ya kwanza holy. Ya pili reverend. Unafikiria leo Kitengera peke yake ina mareverend wangapi? Wanatokana jina la nani? Jina la Mungu. Tuulize, tupige ngia namba 2 mtumishi. Tunataka kujua hii serikali ni gani, si ndio? Maana tumeona hii serikali itakuwa na manabii wake wa uongo. Huyu atachukua mtakatifu, manabii wake wachukue jina reverend. Ndio ukiangalia kanisa inaandikwa Mr. and Mrs. Reverend so and what? And so. Mungu mke na Mungu nani? Mume. Tuulize Biblia. Kuna mahali Mungu umeruhusu jina lako litumike na mwanadamu. Maana mimi jina langu ni Samuel Nzomo, si ndio? Mtumishi, si ndio? Mwingine anaweza pewa jina Samuel nani? Wewe unaitwa Biri Owor Otieno Omenda, si ndio? Mwingine anaweza pewa hiyo majina yako, si ndio? Swali, jina la Mungu kuna mwanadamu anaweza patiwa mtumishi? Unajua leo kuna watu wanajiita Yehova Wanyonyi, si ndio? Na kesho kuna vile tutaweka, kuna mwingine amezungumza kutoka Kakamega, hakuna miaka 30 kutoka ashuke mbinguni. Lakini amekosa vyenye atajenga hekalu hapa duniani. Sasa anaomba kwa mtandao wa Saindi achangiwe. Mungu ameishinda wewe. Ukiangalia usikose kuanzia on Thursday mtumishi, kuangalia manabii wanaotumika na serikali kufanya kazi dunia. Sasa sikiza, Mungu wa Biblia umewahi kupatiana jina lako litumike na mtu mwingine? Isaya 48:11. Kwa ajili ya nafsi yangu. Mungu anaongea akiwa mbinguni, anasema kwa ajili ya nafsi yangu. Kwa ajili ya nafsi yangu nitatenda haya. Je, letio najisi jina langu? Mungu anauliza, jina langu lichafuliwa na mwanadamu? Wala sitampa mwingine utukufu wangu. Mungu amekataa jina lake litumike na mwanadamu. Swali, tukimpata kuna mtu akona jina la Mungu amejipatia, ni Mungu amempea ama ni shetani? Ni shetani. Kumbukumbu la Torati 4:39. Kwa hiyo Kumbukumbu la Torati 4:39 inasema, kwa hiyo ujue leo hivi ukaweke moyoni mwako ya kuwa Bwana ndiye Mungu katika mbingu na katika nchi, hapana mwingine. Yaani kumbe Mungu ndiye peke yake na hakuna
hakuna mwingine anayeweza kuwa na jina lake duniani hata moja. Mungu amepiga marufuku. Sasa tukiona serikali imeinuliwa, imechukua jina la Mungu. Jina la nani? La Mungu. Ni Mungu amempatia ama ni shetani? Ni shetani. Ni shetani ama ni Mungu? Weka vitabu vyote vikuwa kwa meza. Leo tunasoma kila kitu ndio tumalize injili. Ili kila mtu akienda nyumbani, ukihukumiwa shauri yako. Ukihukumiwa shauri ya nani? Shauri yako. Utakuwa ushapata ujumbe. Yesu amejifunua, amekuonyesha iliyo njia njema, anza kutembea kwayo. Hebu sikiza. Serikali itatukana jina la nani? La Mungu. Jina la nani? La Mungu. Tunaona shetani akaapa lazima ajifanishe na Mungu. Na akaleta imani, Illuminati, rogo ya Mungu mkuu. Shetani akaanza kuabudiwa akiwa na nyanja tofauti. Illuminati, Freemasons, ndio? Na rogo ya Mungu Illuminati yake kwa akili inakuanga aje? Pembe mbili. Pembe ngapi? Pembe mbili. Iko hivyo pole pole. Iweke hivyo. Ndio shetani alipoanguka akaamua atamwaga roho wake duniani. Ufunuo 16:13 kwa haraka mtumishi. Nikaona roho 3 za uchafu. Ufunuo 16:15 nasema nikaona roho 3 za uchafu. Hizo fana viura. Zikitoka katika kinywa cha yule joka. Joka shetani anamwaga roho wake duniani. Na katika kinywa cha yule mnyama. Anapatia mnyama serikali. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Yaani roho 3, nguvu 3, yaani muunganiko mtatu mchafu unaanza kufanya kazi duniani. Sasa angalia. Yesu akasema lazima tujue jina la Baba. Yesu akitoka duniani akaamua kutufundisha jina la Mungu aliye mbinguni. Jina la Mungu. Tujue hii serikali ni gani basi. Maana itatukana jina la nani? Jina la Mungu. Akajipatia jina la Mungu. Aanze kukaa akitoa akuwe kama Mungu duniani anaabudiwa, anaheshimiwa kuliko Mwenyezi Mungu. Swali. Yesu ukitoka duniani ulikuwa unaenda mbinguni. Unaenda wapi? Mbinguni. Unaenda wapi? Mbinguni. Ulikuwa unaenda mbinguni kwa nani? Uyaona 17 mstari wa kwanza alafu uruke 11. Maneno hayo Yesu anaomba ombi lake la mwisho, nasema maneno hayo aliyosema Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni. Yesu akainua macho kuelekea mbinguni akasema, wala mimi simo tena ulimwenguni. Yesu anasema wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni. Nami naja kwako. Yesu alikuwa anaenda mbinguni. Nami naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, walinde hawa ili wawe na umoja. Kumbe Mungu wa mbinguni anaitwa Baba Mtakatifu. Na kuna serikali duniani itatukana jina la Mungu nani? Baba Mtakatifu. Unachukua jina la Mungu nani? Baba Mtakatifu. Unajua mtumishi, wewe si wa saizi mtumishi. Wewe si wa nini? Mimi si wa saizi. Unajua hujazaliwa leo wala jana, si ndio? Umezaliwa muda mrefu sana, si ndio? Na kwa sababu hujazaliwa leo, nataka nikuonyeshe kitu. Nikuonyeshe nini? Kitu. Kuna enzi ambayo rais marehemu alikufa, anaitwa Moi, si ndio? Lakini kulikuwa na station moja. Station gani? Moja. Inaitwa gani? KBC. Ikianza kuleta news ilikuwa inaanza aje? Karibu katika taarifa za habari. Lakini kabla ya taarifa za habari ni vyema tupokee vidokezo. Mvua kubwa imenyesha mjini Nairobi na maeneo kadhaa yameathirika kama vile Mukuru kwa Jenga, Kibera na Mathare. Serikali inahimiza wasamaria wema wajitokeze ili kusaidia walioathirika na mafuriko. Na katika habari za michezo, timu ya Kogalo FC imecharaza FC Leopard magoli 2 kwa nunge, na kiongozi wa ODM Raila Odinga alihudhuria mchezo ule. Lakini katika habari za mataifa, Baba Mtakatifu ameingia katika kongamano la Marekani na akaomba umoja wa nini? Wa mataifa. Serikali ya mwisho inaitwa ya Baba Mtakatifu. Ndio naona juzi wamechagua papa, amejiita Papa Leo wangapi? Wa 14. Wa 14. Wa 10 ngapi? 4. Anza uanze kujipanga, maana vituko vinaanza kutendeka duniani kuanzia sasa. Ndio maana lazima adhibitishe ako katika himaya gani, si ndio? Anapiga rogo ya Mungu nani? Mungu mkuu, Illuminati, Baphomet. Angalia. Ndio naona ndio serikali inaitwa system, mwalimu wangu, imeinuliwa duniani ikiwa kiongozi mkuu. Maana ukitoka kandino unapandishwa cheo kuwa mkuu wa watu wote dunia mzima, unaitwa Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu. Tuko pamoja? Sasa hiyo ni system shetani aliweka duniani, lakini watu wa Mungu waaminifu wakapatikana ndani. Ndio maana uwezi okolewa ukiwa hapa, lazima utoke. Shetani amefanikiwa kuwa na kiti katika
Kanisa. Katika nini? Kanisa. Serikali, shetani anatawala akiwa ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa. Paulo akasema Yesu hawezi rudi mpaka hii serikali ifanye nini? Ifunuliwe. Maana itaanza kuleta imani ya kishetani duniani. Wathesalonike wa pili mstari wa 7 kwanza, mtumishi kwanza. Soma pale. Maana Wathesalonike wa pili 2:7 soma. Maana ile siri ya kuasi. Ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Ile siri ya kuasi inatenda nini? Kazi. Maliza. Lakini yuko azuia sasa. Lakini yuko anayezuia. Nani? Sasa. Maliza. Hata atakapoondolewa. Yaani sikiza, kuna yule anayezuia kwanza, si ndio? Lakini siri ya kuasi iko duniani. Siri gani ya kuasi? Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 3 sikia. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yote. Mungu anakuambia usidanganyike kwa njia yote. Maana siku ya Bwana wetu Yesu Kristo haiwezi kuja usipokuja kwanza ule ukongefu. Usipokuja kwanza ule uasi, akafunua yule mtu wa kuasi. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa rebefu, yule mpingamizi, ajinue nafsi yake juu ya kila kitoacho Mungu ama kuabudiwa. Hata yeye mwenyewe ameketi uketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Ataanza kuharibu imani, aanze kukaa kama Mungu duniani. Sasa ukitoka kwa shetani aliyepatiwa mamlaka, ni system ya Roma. Kiongozi anachaguliwa na anaanza kutawala. Kwa hiyo system. Hii system sio ya Mungu. Nataka kuonyesha sasa kwa nini sio ya Mungu. Timotheo wa kwanza 4:1 sikia. Basi Roho ananena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho. Angalia siku zetu, nyakati za mwisho. Wengine watajitenga na imani. Ataongoza wengi kuacha imani ya Yesu. Inasema wakisikiliza roho zidanganyazo. Wakisikiza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Angalia mafundisho ya mashetani ilikuja kwa njia gani? Mstari wa 2. Kwa unafiki watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakizuia watu wasioe. Wakati system ilinuka ikasema viongozi wa dini hawafai kuoa. Lakini unaitwa bishop. Unaitwa nani? Bishop. Sikiza, bishop wa Biblia. Alafu nikuonyeshe kwa nini Mungu amesema hapa hayuko. Hapa afanye nini? Hayuko. Timotheo wa kwanza 3:1. Ni neno la kuaminiwa. Ni neno la amina, la kuaminika. Mtu akitaka kazi ya askofu, natamani kazi njema. Lakini basi imempasa askofu. Sikiza, qualification ya kuwa askofu wa Mungu. Imempasa askofu wa Mungu awe mtu asiyelaumika. Askofu asiwe na lawama. Mume wa mke moja. Askofu wa Biblia akuwe mwanaume wa mke moja. Swali, mzee, mke wako ako wapi kama wewe ni askofu? Ndio Mungu akasema uwezi ongoza kanisa kama una nani? Hauna mke. Mke. Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 5. Yani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe. Mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe atalitunzaje kanisa la Mungu? Atatunzaje kanisa la nani? Ndio unaona hii serikali ni kanisa na bado ni serikali. Amevaa kofia ngapi? Yesu akasema uwezi tumikia mabwana wangapi? Uwezi tumikia mabwana wawili. Kiongozi wa serikali ya Roma, Italy marimangu, si ndio? Vatican City ndio president na pia ndio kiongozi wa imani ambaye iko duniani, ambaye ilikuwa ya kwanza kuanzishwa mwaka wa 321 Yesu alipopaa kwenda mbinguni. System ya Roma, mtumishi, inaitwa Roma ni serikali, si ndio? Catholic manake universal. Wakristo waliokataa wakamsulubisha Yesu, walipokatana na Yesu ikabindi nao waamue kuingiana na serikali ya nini? Ndio maana inaitwa Roman Catholic, yani universal. Wakristo wakaungana na serikali ya nini? Ya Roma. Yesu akasema kuna nguvu mbili duniani, serikali na kanisa. Haziwezi kama mahali moja. Hebu sikia Mathayo 6 mstari 24. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa maana atamchukia huyu, atamchukia Kristo, na kumpenda huyu. Na kumpenda nani? Huyu. Sasa angalia, ndio unaona Biblia inasema ya kwamba ataanza kutukana Mungu akileta majina ya makufuru. Hebu sikia Ufunuo 13 mstari wa 5. Nikudhibitishia zaidi serikali inayo shetani mali amefanikiwa kuwa na kitu ni kanisani. Sikiza Ufunuo 13:5. Inasema naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akaanza kukufuru. Kukufuru ni kufanya nini basi? Naam. Ili nikudhibitishie zaidi, si ndio? Atakuwa na kufuru. Kukufuru ni kufanya nini? Marko 2:7 sikia. Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Unajua Yesu alimwambia enenda zako. Tuko pamoja? Umesamehewa dhambi. Wayahudi wakauliza mbona huyu anakufuru? Sasa kukufuru ni kufanya nani? Sikia. Ni nani awezaye kusamehe dhambi? Isipokuwa moja. Ndiye nani? Mungu. Kumbe mwanadamu akidai kusamehe dhambi anakufuru. Chukua kitabu kidogo nikuonyeshe. Hii ndio system Mungu alionyesha kipindi cha mwisho. Kitabu kinaitwa Catechism ya maswali na majibu. Padre nani mtumishi?
Inasema soma cover. Katekisimu ya maswali na majibu. Sikia. Inatokana Katekisimu ya Kanisa Katoliki. Ukurasa wa 51, swali la 107. Sikia. Wanauliza padre ni nani? Wanauliza padre ni nani? Wanasema padre ni mwanaume anayeshiriki katika kazi ya askofu na amepewa na Kristo uwezo wa kuhubiri Injili, kusamehe dhambi. Wanasema eti padre yako na uwezo wa kusamehe nini? Dhambi. Mungu anasema mwanadamu akidai kusamehe dhambi anakufuru. Na system iliyoinuka itakuwa inadai kusamehe nini? Dhambi. Ni system moja duniani peke yake inasamehe wanadamu nini? Dhambi. Wewe ukiiba, hata ukienda kufanya, ndio unaona hii system ilisimamishwa na penance of sin. Watakatifu waliokuwa wakitenda dhambi wanaenda wanalipia ndio wasamehewe dhambi na mwanadamu. Mwanadamu ambaye ukinunua unga ya ugali ananunua anapika nyumbani. Ukikula anakula. Ukienda choo anafanya nini? Ukinunua credit anafanya nini? Ananunua. Lakini mkifika kanisani yeye ni Mungu, wewe ni nani? Wewe ni mwanadamu. Wewe ni mwanadamu. System ya mwisho. Ndio unaona mimi nasema shetani amefanikiwa kuwa na kiti ndani ya kanisa. Ufunuo 2:12 sikia. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, hayo ndiye anenaye, yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili, na pajua ukapo. Mungu anasema na pajua ukapo ndipo penye kiti cha enzi cha nani? Cha shetani. Shetani amefanikiwa kuwa na kiti ndani ya nini? Ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa. Hapo ndiye anatawala. Na alipofika mamlaka, Mungu akasema huyu mzee, hii system itaanza sasa kunena na kuleta mafundisho bandia. Hebu sikia Danieli 11:36. Danieli 11:36 inasemaje? Inasema naye mfalme atafanya kama apendavyo. Huyu mzee atafanya kama apendavyo. Naye atajitukuza na kujiadhimisha juu ya kila Mungu. Naye ataenda maneno ya ajabu. Ataanza kunena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu. Naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia. Maana yaliyokusudiwa yatafanyika. Sasa sikiza, mahali pa ibada ataleta nini? Soma. Wala hatajali miungu ya baba zake. Hatajali Mungu wa baba yetu Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wala yeye aliyetamaniwa na wanawake. Sikia. Wala hatamjali Mungu wa yote. Hatamjali Mungu wa yote. Maana atajitukuza mwenyewe juu ya wote. Lakini katika mahali pake pa ibada atamheshimu Mungu wa ngome. Ataleta Mungu wa ngome ambaye baba zetu waliolala kwa kaburi Ibrahimu hawakumwacha dunia. Atamheshimu Mungu wa ngome. Inasema na Mungu ambaye baba zake hawakumjua atamheshimu. Ataleta ibada nyingine tofauti na ile baba zetu Ibrahimu waliacha duniani. Yakobo na kina Musa, ibada walioachiwa, akaanza kuleta imani bandia. Ukisoma kitabu kama hoya ya Kikuyu mbali wangu, sijui kama kuna Mkikuyu yako hapa, wanasema baba fafa mudheru mtumishi arotora, hiyo ni Kikuyu, si ndio? Alafu anasema yeye baba mtakatifu ndio Kristo hapa duniani. Maana wanasema ya kwamba yeye, the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ hidden under the veil of what? Flesh. Ukikata hiyo nyama, Yesu wako ndani. Yesu wako ndani. Angalia makufuru makubwa. Ndio Yesu anasema hawezi rudi mpaka hii serikali ifunuliwe. Kwa sababu gani? Itaanza kumtukana Mungu wa mbinguni. Mfano, niseme nini? Mfano. Unajua wewe ukiwa na makosa naweza kukosoa, maana tunatoshana, sisi ni wanadamu, si ndio? Lakini unaweza toa Mungu makosa? Huwezi. Alipokuja nchi ya Kenya wakati rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa anatawala, aliamua kuonyesha watu kuna makosa na kuna kasoro katika Mungu alifanya. Angalia makufuru. Sasa sikiza, cheza hiyo video. Ama itacheza. Sauti yako juu. Sauti ilienda. Hebu sikiza kidogo, nikuonyeshe. Halafu nikuonyeshe sasa alifanyaje. I'm going to tell you something. Ngazia sauti sasa. Private. Yo en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Anabeba vitu mbili. Rosary. Ya kwanza ni rosary. Un rosario. Anaona anafurahia, si ndio? Sasa sikiza ya pili na uone hasira venye inapata. To pray. Kisito. Una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Anataka kudhibitishia dunia Mungu alifanya nini? Mungu alishindwa. Mungu alifanya nini? Alishindwa. Unata siku moja Mungu ameshindwa?
Shetani akaanza kuzungumza kupitia serikali. Ndio Yesu akasema hawezi rudi mpaka afanye nini? Afunuliwe. Na ataanza kuleta imani ngeni duniani. Na ndio naona St. Peter's Basilica Roma ikajengwa mahali Petro alizikwa. Mahali Petro alifanya nini? Petro alizikwa. Wakajenga kanisa kubwa ambalo limejengwa katika mfano wa miale ya jua, na katikati ya ile kanisa kukaekwa mnara mkubwa, unaitwa mnara wa Freemason, unaitwa Obelisk, ambao juzi umejengwa katika roundabout ya ile Serase Nairobi, si ndio? Kuonyesha makao makuu Shetani anatawala ni roho, na akaeka masanamu zaidi ya 1000. Ni serikali imejengwa kwa hekari 1000, lakini hapo ndio inatawala, na ikaanza kuleta mafundisho potovu. Danieli 7, sikiza mstari ni ule wa kwanza, sikia. Ataanza kunenaje? Inasema Danieli 7:1. Katika mwaka wa kwanza Shetani alipofanikiwa kuwa na kiti, Danieli 7:25, mtumishi. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Atanena maneno kinyume cha Mungu aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Sikia. Naye ataadhibu kubadili majira na sheria. Ataanza kujaribu kubadilisha masaa na nini? Na sheria. Masaa na nini? Sheria. Angalia sheria ya Mungu venye ligongo. Mungu anasema wanaotiwa muhuri, sheria ya Mungu na muhuri wake, ili usipate alama ya mnyama, lazima ukuwe na muhuri wa nani? Wa Mungu. Na muhuri wa Mungu ukaweka katika sheria. Kitabu cha Isaya 8:16, sikia. Inasema ufunge huo ushuhuda. Ufunge huo ushuhuda. Inasema 8:16. Ufunge huo ushuhuda. Ukaitia muhuri sheria. Kumbe muhuri wa Mungu uko katika sheria. Na muhuri wa Mungu, alama ya Mungu iko katika sheria ya Sabato. Sasa angalia, Shetani akaamua kugonga amri za nani? Za Mungu. Akatumia serikali ya Roma, akaamua lazima aondoe amri za nani? Za Mungu. Ndio maana Biblia ikasema wakaanza kuleta mapokeo. Hebu soma kidogo mapokeo kwa hiyo kitabu kidogo, sikia. Wakaanza kuleta kweli kupitia mapokeo. Watu wakaanza kupokezwa mapokeo ya wanadamu, wakadhani ni Mungu alisema. Unajua wengi wanaambiwa kwamba siku ni siku, na mtu atakusomea Warumi 14. Unajua hiyo ndio wachungaji wamezoea kukimbia pale, si ndio? Warumi 14 haijahusu kuhusu ibada. Ilikuwa inahusu fasting na vyakula ambao sherehe za muandamo wa mwezi na zingine. Lakini leo watu wamechukua wakaanza kutumia Warumi 14 eti kila mtu anaweza jitungia siku ya ibada. Sikiza mapokeo ilitoka wapi? Kava ya kitabu kwa haraka, mtumishi. Inasema katekisimu ya maswali na majibu. Katekisimu ya maswali na majibu inatokana katekisimu ya kanisa Katoliki. Sikia. Ukurasa wa 11. Inasema Mungu ametuelezea ukweli mwingi. Wanasema kweli ya Mungu. Mungu ameieleza ukweli mingi kumhusu yeye binafsi. Pia juu ya viumbe vyake. Ukweli huu unaitwa ufunuo. Anasema ukweli wa Mungu unaitwa ufunuo. Ufunuo upokezwa kutoka kizazi kimoja. Ukweli wa Mungu upokezwa kutoka kizazi kimoja kwa kizazi kingine kupitia kwa njia mbili. Ya kwanza kupitia Biblia. Wanasema Biblia na kupitia mapokeo. Angalia, wakaleta mapokeo yao, watu wakaanza kuikubali. Ndio unaona imani zikaanza kuzaada, zikajaa kupitia mapokeo. Sikia Yesu alisemaje? Maana alionyeshwa akatufunulia ujumbe, kutaonekana mapokeo yakikuja, watu wakiondolea kwa sheria za nani? Za Mungu. Marko 7:6, sikia. Isaya alitabiri vyema juu yenu. Mungu anasema Isaya alitabiri vyema juu yenu, enyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ibada zikakuja za midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Sikia sasa, Mungu anasema ibada hizo safi, nao waniabudu bure. Wanafanya ibada za bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Na ninyi mwaiacha amri ya Mungu. Shetani akaanza kupitia serikali kuwafanya watu waache amri moja ya Mungu. Nanyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika nini? Mapokeo. Angalia mapokeo ya wanadamu venye alianza kuletwa kupitia amri ya 4. Amri inasema ikumbuke siku ya Sabato ufanye nini? Uitakase. Siku 6 ufanye nini? Kazi. Yesu akitoka duniani aliacha imani moja. Ilikuwa imani ngapi? 2. Ilikuwa imani moja. Sikia pole. Ndio unaona Yesu alipoacha imani moja, imani aliacha ilikuwa wapi bwana wangu, si ndio? Maana Kristo anapokufa na akiwa katika shamba la Edeni anapatiana imani moja, imekuwa kanisa likitembea duniani. Ndio maana Suleimani anashindwa kuelewa vyenye merikebo kanisa la Mungu limetembea katika dunia mpaka saizi, Yesu akilipigania, shetani akingangana kuliangusha. Yesu aliacha kanisa gani? Moja. Kanisa gani? Moja. Hebu sikia, Yesu akitoka duniani aliacha mlango mmoja. Mlango gani? Mlango ni moja. Safina ilikuwa na mlango gani? Moja. Ukimrenga nani? Kristo. Yesu. Na Yesu akitoka duniani aliacha mlango gani? Moja. Hebu sikia kitabu cha Mathayo.
ama uende kwa haraka Yohana 10:9 ni nzuri. Inasema 9 inasema mimi ndimi mlango. Yesu anasema yeye ndiye mlango. Mtu akiingia kwa mimi. Yesu aliacha mlango mmoja, lakini ule mlango lazima uingie. Sasa huu mlango ni gani bwana wangu, si ndio? No. Mathayo 7:13. Ingieni. Sikiza, Yesu anageuza tena ujumbe, anasema yeye ndiyo mlango, lakini anasema ingia kwa ule mlango. Ingieni kwa kupitia mlango ulio membamba. Safi. Maana mlango ni mpana na njia ni pana. Kumbe Kristo akitoka duniani aliacha mlango ambao ni sawa na njia. Ndio maana Yesu anasema Yohana 14:6 anasema mimi ndimi njia na nini, kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba hawezi fika mbinguni bila njia Yesu aliyoifungua. Swali, njia kwa Biblia inasimamia nini? Ayubu 4:6. Njia inasimamia nini? Dini yako sio matarajio yako. Ayubu anasema dini yako sio matarajio yako. Na matumaini yako si huo ulekevu wa njia zako. Kumbe kwa Biblia njia ni sawa na dini. Yesu akitoka duniani aliacha dini moja, akaipatia imani yake. Luka 4:16. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Unajua watu watakuuliza, mtumishi, utajuaje Sabato ni Jumamosi na siku haziko, si ndio? Mhubiri 7:1. Sikia nikupatie jinsi ya kujua Sabato. Mhubiri 7:1 inasema 7:1. Kitabu cha Mhubiri inasema heri sifa njema. Mungu anasema heri sifa njema kuliko maramu nzuri, na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Yesu anasema tunaweza jua siku ya kufa ni vyema siku yenye unakufa kuliko kuzaliwa. Unaona siku ya Yesu ya kuzaliwa ikafichwa, lakini dunia mzima tukaachwa na siku ya kukufa kwa nani? Kwa Yesu. Tunaijua. Yesu alikufa siku ya Ijumaa, inaitwa Wakamba wanasema Wagatano Mutheru, si ndio? Si ndio? Wengine wanasema Ijumaa Njega Kikuyu, si ndio? Si ndio? Sasa angalia, sasa hiyo Ijumaa Yesu alikufa inaitwa Good Friday, na Yesu anapokufa hiyo siku ndio Mhubiri amekuonyesha Yesu anapokufa Ijumaa. Biblia inasema hiyo siku alikufa inaitwa siku ya maandalio. Na anasema Marko 15 mtumishi 42, hiyo siku ya maandalio ndio siku Ijumaa. Hiyo siku ndio siku iliyo kabla ya nini? Ya Sabato. Iliyo siku kabla ya Sabato. Sasa Yesu ametuambia siku alikufa ndio ingetuelekeza mahali Sabato inafanya nini? Kama alikufa Ijumaa. Mimi nasema hiyo siku alikufa Ijumaa ndio siku iliyo kabla ya nini? Sabato. Ukitoka Ijumaa unaingia siku gani? Saturday. Jumapili ndio alifufuka. Ndio unaona inaitwa Ascension Sunday. Dunia ikachukua siku ya Jumapili, lakini waliopatiana siku ya Jumapili na Ijumaa walioitengeneza ni akina nani? Kanisa Katoliki linasema hivi. Hii system ya Roma inasema hivi. Kitabu kinaitwa Catholic Quarterly January 1883 inasema Jumapili ni uumbaji kabisa wa kanisa Katoliki. Wanasema Jumapili ni sheria ya kanisa Katoliki peke yake, si ndio? Ndio inaitwa alama ya mnyama. Alama ya nini? Ya mnyama. Mnyama ni serikali. Alama yake ama sheria yake ni Jumapili. Inaitwa alama ya mnyama. Angalia sasa kidogo. Ndio unaona wanasema kwa kweli, kitabu kinaitwa kiliandikwa na Thomas Chancellor Cardinal Gibson alisema hivi. Kwa kweli kanisa Katoliki undai kwamba badiliko kutoka Sabato Jumamosi kwenda wapi? Jumapili ilikuwa ni tendo lake na tendo la alama ya mamlaka ya nini? Ya kanisa katika mambo ya kidini. Waliobadilisha utukufu wa Sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili ilikuwa ni system ya nini? Ya Roma, si ndio? Na ndio unaona nasema ni vyema kukumbusha makanisa ya Presbyterian, PCA mwanangu, si ndio? Wa Methodisti na Wakristo wengine wote kwamba Biblia haiwaungi mkono popote katika utunzaji wa Jumapili. Sasa bandara tusome, situmsikize Gibson akielezea watu. Cardinal Gibson kuonyesha ibada ya Jumapili sio ibada ya nani? Ya Mungu. Ndio unaona dunia mzima imedanganywa, tumekubali, lakini Yesu anasema hauwezi pata wokovu ukiwa pale. Lazima utoke. Hebu angalia kidogo. Eka video, cheza video. Sikia. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church.
See and Write, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. Sasa sikiza maswali mawili atauliza watu. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Sasa maswali mawili sikiza. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Swali la pili. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So waliobandilisha wanandikiri ni wao. Ndio unaona dunia mzima imefanya hivi. Na unajua haujahukumiwa mwalimu wangu kama ukujua. Ulipokuwa unafanya ibada ya Jumapili ukifanya kama ukujua Mungu amekuwa akikubali ibada ya nani? Yako. Lakini leo jioni ushajua kumbe ya kunanga amri inasema niende ibada Jumapili. Na niendelee kufanya, dhambi inaanza kuandikwa mbinguni. Sikiza polepole sasa jioni ya leo. Ndio unaona kiongozi mmoja anaitwa Winfred Rai, akona kanisa amefungua anaitwa JCC, Jesus Celebration Center. Siku moja akihubiri, Roho akaamua kumuingia muonyeshe hawa watu wafundishe siku ya ibada sahihi gani na uambie uchawi mkubwa duniani kuliko uchawi mwingine ni siku gani, si ndio? Hebu weka hii video kidogo usikie na uteremsha sauti kidogo maana itapiga kelele sana. Cheza video, finya hiyo video katikati hapo. Double tap tu ukiwa hapo itafunguka. Which did not come from God. Sunday worship is of the devil. If you didn't know, read my lips. I'm telling you the truth. I'm not a prophet of doom. I am a prophet of God. I'm telling you, this thing about Sunday is what has weakened the church more than all the demons, more than every Satan, more than all the witches. Sunday worship is the greatest witchcraft. Amesema uchawi mkubwa duniani ni nini? Utunzaji wa Jumapili. Utunzaji wa Jumapili. Si watu walirudi tena Jumapili maana watu wanataka maneno mazuri ya kuwafurahisha. Utapotea mpaka lini mpendwa? Ndio unaona kanisa la ibada ya jua yani Sunday likaanzishwa mnamo tarehe ngapi? 7. Mwezi wa ngapi? 3. Mwaka wa 321 baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni. Na lilianzishwa na kiongozi wa Roma Constantino Max wa kwanza aliyeondoa mamlaka yake kwa Constantinople, ikakuja ndio akaanza kutawala wakishikiana na Sylvester. Ibada ya jua ikaanza kuonekana, sun worship ikashika mizizi duniani. Kiongozi Constantino na kanisa hili likajulikana kama Roman Catholic lilianzishwa na viongozi wa serikali ya Roma. Na ibada ya jua ikainuka. Mungu alikuwa amepiga marufuku ibada 3. Hebu sikia. Kumbukumbu la Torati 4:19 tena. Usije ukainua macho yako hata mbinguni. Na ule unapojua Mungu akapiga marufuku ibada ya jua, mwezi na nyota na jeshi la mbinguni lote ukashawishiwa na kuviabudu. Sasa ibada ya jua ikainuka, ikachukuliwa na watu Jumapili, si ndio? Ibada ya nyota na mwezi ikachukuliwa msikitini. Ndio unaona ibada ya jua ilikuja wakati watu walipiga kisogo, sabati ya Mungu akaikataa, wakaamua kugangazia jua na ibada ya jua ikashika mizizi duniani. Una 90% duniani wamekubali ibada ya Jumapili. Wengi wamepotea lakini Yesu angetamani kuwarudisha. Aje waita watu wa shetani ni vile wako mahali hapafai. Yesu anasema lazima utoke. Huwezi pata tumaini ukiwa hapa. Hebu soma andiko linasemaje? Ezekiel 8 mstari ni ule wa 16 inasemaje? Akanileta mpaka huo ndani wa nyumba ya Bwana. Natazama mlangoni pa hekalu la Bwana. Natazama mlangoni pa hekalu la Bwana. Kati ya 10 na madhabahu. Walikuwa watu kama 25. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Kisogo ni hapa nyuma, si ndio? Wamelipa kisogo hekalu la nani? Na Bwana. Ndio unaona siku hizi 3 sabato iko nyuma ya Jumapili. Wakalipa kisogo hekalu la Bwana. Na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Sikia. Nao wanaliabudu jua. Ibada ya jua, sun worship. Kesho nitakuonyesha sabato ilikuwa ikuwe jioni mpaka jioni. Shetani akaleta ibada ya asubuhi mpaka saa 6. Nitakupotolea maandiko kesho utaona ibada ya asubuhi mpaka saa 6 ya masaa unarudi kufungua kazi. Sio ibada ya Mwenyezi Mungu. Ama unaenda ibada alafu saa 8 unapeleka watoto kwenda kujivinja. Mungu yuko pale. Mungu anasema siku mzima ni yake. Unajua watu wanaulizanga mnashinda kanisa aje siku mzima?
Huyo ni Mungu anajua venye mnafaa kushinda Kanisani. Watu leo asubuhi masaa mawili umerudi Kazini. Mungu ako na kesi na wewe. Ibada ya jua ikainuka. Na ndio Yesu akasema akitoka duniani, ndio siku zikapewa na Mungu mkuu jua, akapewa siku ya kwanza ya jua. Siku ya nzangi Jumatatu inaanzanga nini? Sunday. Ndio unaona hii Sunday inakuja ni Madaraka Day mwanangu, si ndio? No. Lakini serikali inajua maana ni Madaraka. Ikiwa holiday ni Sunday, ini weekend day ikikuja, holiday inapelekangwa siku gani? Ni Monday. Sasa watu wakadhani siku inaanzanga Jumapili, Monday, si ndio? No. Siku inaanzanga Sunday. Ndio siku ya kwanza ya nini? Ya juma. Waliobadilisha ni system ya Roma. Sasa Yesu akitoka duniani aliacha siku moja, lakini leo duniani ziko tatu. Sikiza kidogo. Yesu aliacha mlango moja na akasema ule mlango ni sawa na dini na ni sawa na njia, si ndio? No. Yesu akitoka anasema ingieni kwa kupitia mlango moja. Swali, huu mlango unasimamia nini? Unasimamia Kristo, si ndio? No. Lakini Yesu anasema kuna njia mlango amefungua wa kufikisha watu mbinguni. Mlango unasimamia nini? Mwanzo 28 mstari wa 16 sikia. Yakobo akaamka katika usingizi wake. Yakobo alikuwa amelala anaenda kupatana na ndugu yake. Amepigana na malaika usiku mzima. Alipoamka sikia, akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa. Wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu. Napo ndipo lango la mbinguni. Kumbe nyumba ya Mungu ndio mlango wa kuingia wapi? Mbinguni. Sasa nyumba ya Mungu Yesu aliyoacha, nyumba ya Mungu nini? Ni gani? Timotheo wa kwanza 3:15. Lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Yesu aliacha nyumba moja, sio nyumba nyingi. Nyumba moja, kanisa lake moja. Lakini Yesu akitoka akasema ijapokuwa nimefungua mlango moja, kutatokea milango mingine bandia. Yohana 10 mstari wa kwanza sikia. Yesu aliwaambia, Yohana 10:1 inasema Yesu aliwaambia, amina nawaambieni, hakika nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni, yeye asiyekubali sabato ya Mungu aingie mlangoni katika zizi la kondoo, lakini kwa penginepo, lakini anatafuta njia nyingine kwenda mbinguni, huyo ni mwivi. Huyo ni nani? Mwivi wa kwanza, mwivi wa pili, mnyang'anyi. wa kwanza, mwivi wa pili, mnyang'anyi. Yesu akuwa msalaba wa nini? Wa katikati. Inaitwa siri ya misalaba mitatu. Tunapomaliza jioni ya leo, unaweza kuwa kwa mwizi amekuibia kwa muda mrefu. Yesu anasema hautaibiwa tena, hautaibiwa uhai wako. Lazima Yesu akusaidie. Yesu anasema usipokubali mlango, kanisa lake amelifungua, njia ameifungua, either uko kwa mnyang'anyi ama uko kwa nani? Kwa mwizi. Swali, mwizi na mnyang'anyi ni nani mwanangu, si ndio? Ndio unaona hata ukisoma Yesu amepatiana visa mingi. Watu wameacha mji mtakatifu Yerusalemu. Anapatiana kisa cha mtu mmoja aliacha Yerusalemu akateremka Yeriko, katikati akapatana na wakora wakampiga. Ilibidi Yesu akuja kukomboa mwanadamu. Angalia sasa. Nishike. Wakati unaacha Yesu na njia aliyoiacha, uko aidha kwa mnyang'anyi ama kwa mwizi. Swali, mwizi na mnyang'anyi ni nani? Niona misalaba ilikuwa mitatu lakini msalaba mmoja ndio uko na ukombozi. Mwizi na mnyang'anyi ni nani? Kitabu ni kile cha Luka 23 mstari wa 39. Inasema 23:39. Na mmoja wale wahalifu waliotundikwa alimtukana akisema, na mmoja wa wale wahalifu alimtukana Yesu hadharani akisema, wewe si Kristo. Unajua kuna tofauti kati ya mnyang'anyi na mwizi, si ndio? Ndio ukienda kotini kuna robbery with violence na kuna mwizi wa kawaida wakuku, si ndio? Sasa ukiangalia mwizi anaiba kwa siri. Umepanda gari kutoka Nairobi, ukifika Kitengela una simu, nani amekuibia? Ni mwizi. Lakini mnyang'anyi anaiba kwa mabavu, mchana peupe bila muoga, si ndio? Sasa mmoja wale wahalifu msalabani akamtukana Yesu msalabani mchana hadharani akisema, wewe si Kristo. Jiokoe nafsi yako na sisi. Huyu alimtukana Yesu, akamkataa Yesu sio nani? Sio Mungu, sio Kristo, si ndio? No. Lakini huyu wa pili mwizi akajua Yesu ni nani? Sikia. Lakini yule wa pili akamjibu akimkemea akisema, mnyang'anyi akisema, wewe umeogopi hata Mungu? Mwizi alijua Yesu ni nani? Ni Mungu. Huyu amekataa Yesu kuwa nani? Kama Mungu. Na amekataa Yesu sio nani? Sio Mungu. Wewe mpaka wa leo ni imani gani imekataa Yesu sio Mungu na sio mwana wa Mungu? Qurani 5 mtumishi kwa haraka masaa imeenda. Qurani 5:75. Inasema Masihi Isa bin Maryam. Wanasema Masihi mwana wa Mariamu si chochote. Muhammad amefundisha Waislamu akasema
Yesu mwana wa Mariamu si chochote, ila ni mtume tu. Sikia, Inasema wamekwisha, ila ni mtume tu. Na bila shaka mitume wengi wamepita kabla yake, hawajaona. Na mamake wanasema Maria mama wa Yesu ni mwanamke mkweli. Wanasema Maria ni mkweli, Yesu ni nani? Ni muongo. Ni muongo. Mariza inasema na wote wawili walikuwa kila chakula na kwenda choo. Na swali linaulizwa pale chini mwalimu wangu, basi ni waungu wagani wanaokula chakula na kwenda choo? Wamekataa Yesu sio Mungu, maana alikula chakula na akaenda nini? Akaenda choo. Akaenda choo. Mwizi msalabani, mnyang'anyi, anatukana Yesu hadharani. Hebu sikia, ndio maana Muhammad akienda kulala akaambia Waislamu, follow me at your own risk. Qurani 46 mstari wa 9, mtumishi kwa haraka. 46:9. Sema mimi si kiroja mpya katika mitume, wala sijui nitakavyofanywa ninyi, sijui nitakavyofanywa mimi, wala ninyi mnaonifuata. Muhammad ajui vyenye atafanywa wala wanaomfuata. Ndio maana akaambia Waislamu, mtafute njia ya kufika mbinguni. Qurani 5:35. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu. Mungu anasema mcheni Mwenyezi Mungu na tafuteni njia. Waislamu wanaambua mcheni Mwenyezi Mungu na tafuteni njia ya kumfikiria. Ukiambua utafute njia uko nayo, hamna. Hawana njia. Na kwa Biblia njia ni sawa na dini. Mcheni Mwenyezi Mungu na tafuteni njia ya kumfikiria, na wanieni kwa juhudi ili mpate kuokoka. Swali, wokovu uko na nani? Si ni Yesu? Waislamu wanaambua hakuna mbingu bila nani? Bila Yesu. Lazima muamini na mtoke hapa mkuje kwa Yesu msalabani. Mkubali kufa pamoja naye, na kifo ni kupitia ubatizo. Ndio maana Muhammad akawaambia Waislamu, unaposikia adhana msikitini, Allahu Akbar, si ndio? Hebu soma Qurani 62 mstari wa 9. Inasema 62:9, enyi mlioamini, ukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Ni sababu nzuri haya. Siku ya Ijumaa haikatazi mtu kufanya kazi. Kumbe wanaambua Ijumaa haikatazi mtu kufanya kazi. Sasa Muhammad, maana ulijua na ukaelewa ni siku gani ifai kufanywa kazi. Sikiza polepole niweze kuona, kuna mnyang'anyi na kuna mwizi. Yesu msalaba wa katikati. Utakuwa wapi Yesu akirudi mara ya pili? Ndio nikumalizia ni kuonyesha hatuwezi kuwa na Yesu mmoja na siku tatu za ibada. Kila siku iko na Yesu wake. Hebu soma kwa haraka mtumishi. Kitabu ni kile cha Qurani, mtumishi kwa haraka, 7:163, direct injection. Na waulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Watu wa mji huo walipokuwa kivunja sheria ya Jumamosi, ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo, ila wafanye ibada tu. Kumbe mume na Waislamu, siku inayofaa kufanyika ibada ni siku ya Sabato, Jumamosi. Na akasema waliokataa Sabato walilaniwa kuwa manyani. Fikiria andiko ulisoma wakati ulifundisha Sabato mwanangu, si ndio? Swali, ulikuwa na uhakika Muhammad Sabato ni Jumamosi? Qurani 16:124. Qurani 16:124. Hakika Muhammad anaambiwa Waislamu, hakika siku ya Sabato lini? Jumamosi. Kumbe Sabato ya Mungu ni lini? Jumamosi. Ni Jumamosi, ndio? Sasa mnyang'anyi amekiri na ameonyesha watu, huyu hata kama nimekataa Yesu, huyu ndiye akona uzima, na kama sitatoka Ijumaa nikubali Yesu na Sabato yake, mimi ni wakupotea. Tumebaki na Wakristo wawili mtumishi, Jumamosi na Jumapili. Waliobadilisha Sabato. Sasa sikiza, katekisimu kwa haraka, kiweke katika siku ya Bwana. Waliobadilisha, sikiza, wakikiri wao wenyewe wanasema walibadilisha. Sasa angalia, huyu ameiba kwa siri lakini anatambua Yesu. Sasa uweze kuwa unasema ya kwamba unatembea na Yesu na unamuibia kwa siri. Kuna kesi inaandikwa mbinguni. Sema andiko. Inasema katekezi maswali na majibu. Inatokana katekezi makanisa Katoliki. Ukurasa wa 133. Inasema amri ya 3. Wanasema iweke kitakatifu siku ya Mungu. Katika Agano la Kale. Wanasema katika Agano la Kale Mungu alitenga siku ya saba iwe siku ya mapumziko kwa wanadamu, kama yeye mwenyewe alivyopumzika. Wanajua kuna Sabato ya Mungu alitenga. Lakini wanasema katika Agano Jipya siku ya Bwana ilibadilishwa na kuwa siku ya Jumapili. Wanadanganya watu, Sabato ilitolewa Jumamosi kwenda wapi? Jumapili. Mwizi anaiba kwa siri lakini akijua. Kama unajua na unazidi kutenda, una kesi Yesu akirudi. Ni maana Biblia inasema Yesu akirudi, watu wawili lakini mzima makundi mawili lakini yakataliwe mbali. Ezekieli 13 mstari wa 8. Zakaria zabarikiwa mtumishi.
13:8. Inasema hata itakuwa ya kwamba katika nchi yote, katika dunia mzima, mafungu mawili yatakataliwa mbali, makundi mawili yatakataliwa mbali, nao watakufa. Asema Bwana, lakini fungu la tatu, litafanya litabaki humo. Kikundi kimoja kitabaki, si ndio? Ninaona msalaba, aliye peke yake yakuvunjwa miguu, aliyechukuliwa akaeka kwa kaburi, alikuwa ni Yesu peke yake, si ndio? Anjua alingetua abaki msalabani, maana sabato ilikuwa inaingia Yesu peke yake. Sasa sikiza, kundi ambalo litabaki ni gani? Mtumishi, kwa haraka, kitabu cha Isaia 9:14. Kwa sababu hiyo wanatakata katika Israeli. Mungu atakata katika Israeli kichwa ya kwanza, kichwa ya kwanza, kichwa ya kwanza, kichwa ya pili mkia. Ukikata kichwa na ukate mkia katika mnyama, unabaki na nini? Na mwili wa Yesu unabaki msalabani. Swali, mwili ambao tumeitwa tujenge, mwili wa Yesu unasimamia nini? Wakolosai 1:18. Naye ndiye kichwa cha mwili. Yesu Kristo ndio kichwa cha mwili. Yani nini? Cha kanisa. Inabaki kanisa la Mungu, sabato ya Mungu Jumamosi. Unaona kwa Biblia Yesu ni watatu. Nitawataja kesho. Yesu ni wangapi? Watatu. Yesu ni wangapi? Watatu. Kuna Yesu wa Ijumaa, Yesu wa Jumamosi na Yesu wa Jumapili. Atuabudu Yesu mmoja, mtu asiwahi kudanganya. Kama umekataa ukweli wa Yesu aliyekufa msalabani, mwili wake, uko hodha kwa mnyang'anya ama kwa nani? Kwa mwizi. Kwa mnyang'anya ama kwa nani? Kwa mwizi. Swali, mnyang'anya na mwizi ni nani, mtumishi, si ndio? No. Hebu sikia Isaia 9:15. Mzee mwenye kuheshimiwa aliyeleta ibada ya Jumapili ndiye kichwa. Ndio kichwa. Na nabii afundishaye uongo, na nabii mmoja Muhammad watuliwa Salam ndiye mkia. Inabaki mwili wa Yesu. Anasema mimi ndimi njia, kweli na nini? Na uzima. Ndio maana lazima ujiamulie utachukua njia gani, maana kwa Biblia njia ni sawa na nini? Na dini. Wakati imani imeharibiwa, wakati pembe ndogo imeinuka, wakati watu wanasema usiniokomo, wakati pembe ndogo imeharibu imani ya Yesu, Mungu ameleta imani, pembe ya ukombozi. Yesu Kristo aliye pembe ya haki, ambaye angetamani akukomboe, lakini uweze kukombolewa kwa mahali uko. Yesu anasema lazima uache ibada ya Jumapili, lazima uache msikiti, simama na sabato ya Mungu uweze kuokolewa. Hebu sikia, Mungu ametuletea pembe ya wokovu. Wakati pembe imeharibu imani, pembe ndogo, kuna pembe ya wokovu, Yesu Kristo. Zaburi 18:2. Inasema 18:2. Inasema Bwana ni jabali langu. Bwana Yesu ni jabali langu na boma langu. Sikia. Na Mwokozi wangu, Mungu wangu, na mwamba wangu naye mkimbilia, ngao yangu, na pembe ya wokovu wangu. Pembe ya wokovu ni Yesu Kristo. Na ndio unaona Yesu ameletwa kama pembe ya wokovu, hakuelekeze katika kanisa la Mungu, mke wa Yesu msafi. Mwanamke kwa Biblia ni kanisa lake ameleta kanisa la Waadventista wa Sabato. Amelipatia ujumbe wake, imani ni mbili, ya Kaini na ya Abeli. Iliyokubali ya Mungu ya Abeli, iliyokataa ya Kaini inalia mpaka wa leo. Yesu anasema uamuzi ni wako. Maana mwanamke msafi, kanisa safi, kanisa kaaba. Yesu anasema amekuja kwa jina la baba yake, dunia imkubali, si ndio? Mwingine akikuja kwa jina lake utamkubali. Ndio dunia leo imekubali huyo mzee na mafundisho yake, imekataa Yesu mwana wa nani? Wa Mungu. Lazima tufanye uamuzi, maana mbinguni ni sabato. Hakuna msikiti wala cathedral wala imani yako na ndarama. Mbinguni ni sabato peke yake. Na kama ungetamani kwenda mbinguni, lazima ushike sabato kwa duniani. Ndio maana nawaalika kuanzia sabato lazima ubatizo uanze kuitunza. Simameni mlio kati tunaposoma andiko la mwisho. Nyote mlio huko kujeni, karibieni, hata ndugu uliye pale kwa kiti njoo tuweze kufunga kwa ombi. Karibia, usiogope. Karibieni tunapofunga jioni ya leo. Sabato ya Mungu ni Jumamosi, na Biblia imesadikisha. Waliobadilisha ni system ya Roma. Ndio unaona leo kuna confusion, mafundisho imejaa, imepofusha watu kiroho. Ndio unaona leo imani zimejaa nyingi. Lakini Yesu anakuita, anasema yamua lazima utoke. Simamia kweli ya sabato uweze kuokolewa. Hebu mtumishi soma hili andiko. Mbinguni ni sabato, na kama uitunzi hapa duniani, usijiandae kumuona Yesu. Unajiandaa jehanamu maribangi, si ndio? Kwa maana Waislamu waliambiwa msipotunza sabato ya Mungu na kweli ya Mungu nyote motoni. Na usipookolewa, usipookoka, Qur'ani inasema, Qur'ani 2:21, lazima Waislamu waokoke, lazima Wakristo waokoke wakishika sabato ya Mungu, maana mbinguni pia ni sabato. Isaia 66:22 inasemaje? Katika inasema kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya, nitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya. Katika mbingu itakuwa mwezi mpya, hata mwezi mpya. Jumapili tunaanza mwezi mwingine, si ndio? Hata mbinguni kutakuwa mwezi mpya, hata mwezi mpya. Sikia, sabato. Mbinguni kutakuwa sabato, hata sabato. Marisa, wanadamu wote, watu wote wataka waingie
wataingia mbinguni, watakuja kuabudu mbele zangu. Ibada ni sabato, lakini uwezi okolewa. Ndio Mungu anasema lazima utoke. Lazima ufanye nini? Na usiende polepole. 51:6 kitabu cha Yeremia. Sikia. Kimbieni. Mungu anakuambia kimbia kutoka kati ya Babeli. Kimbia kutoka kati ya Babeli. Kila mtu. Wokovu ni binafsi. Kila mtu na ajiokoe nafsi yake mwenyewe. Mungu anasema kila mtu binafsi. Ujiokoe nafsi yako nani? Mwenyewe. Wangapi wangetamani kuokoa nafsi yao? Sijaitunza sabato, nimekuwa nikipotea njia, lakini nimejua ningetamani Yesu nisaidie. Naitana mwito leo direct. Ungetamani Yesu nisaidie nianze kutunza sabato kuanzia siku ya leo. Sijawahi tunza, lakini Yesu nishike mkono. Inua mkono vizuri. Natamani watu wote hawajaitunza sabato wangetamani Yesu wasaidie, na mkono iko juu. Piga hatua, njoo hapa mbele. Karibieni tunapofunga mkutano. Karibia. Barikiwa sana mzee. Kuna mwingine hawajaitunza sabato? Kuna yule ndugu mlikuwa naye jana, ako wapi? Ndio nangoja. Na wengine karibieni. Nyote lazima watu wabatizwe, tuanze kutembea. Hata kama ni mmoja, mbingu inashuhudia. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Yule ndugu mwingine ubatizo wako wapi? Ndio nangoja. Usiogope mtu. Aya, barikiwa. Kuna mwingine? Kanali, kuja unisaidie, hujaongea sana leo. Ombea watu tufunge. Kesho tunaangalia 663 masaa yenye ilibadilishwa. Ushoga vyenye umekubalika duniani, vyenye unakuwa sponsored, vyenye serikali imekamata mpaka serikali za dunia. Hakuna rais anaweza zungumuza. Ndio unaona tulisema etio tutasaidiwa tukichagua serikali. Amwezi saidiwa kama hii serikali hajafanya nini? Ijaidhinisha. Sasa jua shetani ashakamata dunia, lakini lazima ujiamulie. Mungu amani awabariki. Amina. Tuombe. Mungu Baba yetu, tunalitukuza jina lako usiku huu. Asante kutuletea ujumbe wa kipekee kuhusu nafsi zetu, hasa masuala ya ibada. Asante kwa kutulinda na kutuokoa. Jioni hii tumesikia ujumbe kwamba katika ibada hii wewe peke yako ndio unayestahili utukufu. Asante kutufunulia wazi mambo yalivyoenda kombo zamani zile, na kutuletea habari njema kwamba kilichosalia ni raha ya sabato. Mbele yetu hapo wana wako ambao wanatamani kupumzika katika siku hii, wakakutukuze wewe. Basi walivyokuja mbele, dhihirisho kuwa wamekata kauli kuanza safari mpya, usiwapungukie. Tunaomba ukawasamee makosa yao na kuwatakasa kweli kweli. Asante unapowaandaa ili wakati unapofika wakabatizwe ndani ya maji mengi, waache utu wa kale na kuanza utu upya. Asante kwa wote waliotusikia wanatamani kujiunga na kweli hii, wawezeshe Mtakatifu. Tunaomba utulivu wa mioyo ukatulinde dhidi ya yule mwovu, na kutuandaa sote kuona uso wako unapokuja mara ya pili. Usiku huu tuomba uwe mtulivu, utulinde. Asubuhi tunapoamka kutafuta riziki ukatujalie mema, na tutakapokutana hapa tena kesho jioni tukatafute uso wako kama ulivyokusudia majuma haya mawili. Hivi sasa tunaomba utakatifu wako uwe nasi, neema yako juu yetu. Asante kwa sababu umetupenda upeo. Tuandae sote ujapo ya pili, turidhi uzima wa milele. Tunaomba tukiamini katika jina la Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Asante. Tunawashukuru wapendwa.